Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tumeshukuru Mungu tena kupata asubuhi ya leo, kutupa uzima na afya ili kuja katika nyumba yake. Ni jambo la kumshukuru Mungu, na niseme asante kwa wote ambao wamekusanyika asubuhi ya leo kwa sababu ya kuja kumpa Mungu malalamiko ya maisha yetu na pia kusikiliza kile Mungu ambacho anataka kusema nasi. Nitaomba msomaji mmoja ambaye anasoma kabisa Biblia kwa sauti na anasoma bila kusimama. Tusomee kitabu kile cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 18 mstari wa 20. Kitabu ni cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 18 mstari wa 20. Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 20. Kama kuna mtu ambaye amepata asome. Says 18. Sura ya 18 mstari wa 20. Nasema hivi. Asi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote. Akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmeli. 21. Achia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kile ambacho nataka kuongea leo, tunataka tuongee kuhusu nguvu ya maombi, kwa sababu watu wengi hawaelewi nini maana ya maombi. Maombi ina nguvu nyingi sana, kwa sababu mtu ambaye amezamilia katika maombi akisema anaomba na kweli yeye ni mtakatifu ambaye hana taka yoyote mbele za Mungu, Mungu hawezi kumwacha. Mungu anampa ujasiri kila wakati. Kwa hiyo anapoomba, Mungu anakuja, Mungu anamsaidia kwa muda wowote ule. Hapa katika kitabu hiki tumesoma katika kitabu kile cha Wafalme wa kwanza, ni historia ya Eliya na Ahabu. Ahabu alikuwa ni mmoja kati ya wafalme wa Israeli. Israeli walitawala wafalme wengi sana katika nyumba 10 za Israeli, ambapo walitawala vibaya, walikuwa wakatili, walikuwa na mambo ya ajabu. Na pia Ahabu naye alipotawala, bahati mbaya yeye alienda kuoa mwanamke ambaye anaabudu Baali. Walikuwa ni mungu wa kike ambaye walikuwa wakiabudu, aliyeitwa Baali. Sasa wakati alioa huyu mwanamke, moja kwa moja alieneza ibada za miungu katika nchi ya Israeli. Na Waisraeli ni watu ambao wamechaguliwa na Mungu kwamba ni taifa lake. Na wakati alieneza hiyo miungu, alioneza ibada, Mungu akamtuma Eliya kwa Ahabu kulingana na ile shida ambayo imetokea, kwamba wamekosea kwa sababu Ahabu aliamua, yule Ezebeli mke wa Ahabu aliamua kuua manabii wote kwa wakati ule. Ndipo Mungu akamtuma Eliya aende amwambie kwamba Ahabu, kulingana na kosa hili ambalo mmefanya na kueneza ibada za miungu katika Israeli na kuua watumishi wa Mungu, Mungu amesema kwamba kutakuwepo na ukame, hakutakuwa mvua wala hamtapata chochote. Na ni kweli, alipofika kawaambia na mvua ikakatika. Ahabu akamwendelea Eliya akamwambia kwamba wewe ndiwe umesababisha hili. Lakini Eliya alisema kwamba sio mimi, ni makosa ambayo umeyafanya ndiyo maana imekuwa hivyo. Basi Eliya akasema, ikiwa unanishutumu mimi, tufanye mtihani, tufanye exam. Wende uwaite wale manabii wako wa Israeli, Wayahudi, uwaite na mimi niwepo, tumuite yule Mungu ambaye atakayeitika ndiye atakuwa Mungu wa kweli. Biblia inasema kwamba
Elia akasema kwamba tutoe sadaka, na tukitoa sadaka, ile sadaka ambayo itachukuliwa ndiye atakuwa Mungu wa kweli. Biblia inasema kwamba walitoa sadaka, Elia akawaambia wamwage maji mara 4 katika mitungi, kwa sababu moto utashuka tu. Basi wale bahari walianza kumuita Mungu wao. Biblia inasema walianza kumuita, Mungu hakuitika kwanza asubuhi mpaka jioni. Na wakati lifika jioni, Elia akaanza kuwazi yake, akaanza kuwaambia, labda Mungu wenu amelala, lalamikeni kwa sauti kubwa ili apate kuamuka, ama mwende mtume watu waende kumwamusha. Na mfalme alipokuwa hapo aliona kwamba kweli hii inatokea. Lakini Elia wakati wake ulipofika, alimuita Mungu tu. Aliwaambia kwamba wekeni maji, wekeni kuni. Akamuita Mungu, akasema, Mungu kama ni wewe, acha litendeke. Na mara moja moto ukashuka na ukaramba ile sadaka, maji, kuni, kila kitu kikaisha. Bwana Yesu asifiwe. Wala Elia hakujikatakata, lakini manabii wa Baali walijikatakata kwa hasira. Mbona sasa hivi kimetokea? Amen. Na sisi wana wa Mungu hatuwezi kujikatakata kumuita Mungu. Sema neno moja, Mungu anaitika. Haleluya. Hata kama tutawekewa maji kwamba moto ukifika kwa hiyo maji uzime, hautazima kamwe. Elia alitaka kuonyesha miujiza kwamba Mungu hata katika maji anaweza kushusha moto, na moto utaendelea kuwaka tu. Hata katika matatizo tuliyo nayo, Mungu akisema atayaondoa kulingana na kile ambacho tumeamini. Je, unaamini kama Elia angelikuwa anajichanganya na yeye, ule moto ungelishuka? Je, unaamini kwamba ile miujiza ingetendeka? Haingetendeka. Lakini wale ambao wanamtegemea Mungu lazima wasimame. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu kile cha Yohana sura ya 14 mstari ule wa 13 na wa 14, mtu mmoja anaweza katusomea. Kitabu ni cha Yohana 14:13 mpaka 14. Yohana 14:13 hadi 14. Yes. Nami mkiomba lolote kwa jina langu, kila kitu tutaomba kwa jina la Mungu, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Tukiomba kwa ajili ya jina la Yesu Kristo lazima tutapewa. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Tukiomba kitu chochote kwa jina la Yesu Kristo, yeye litafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni swali ya kujiuliza, wewe unaomba namna gani? Maombi yako yanakuwa ya njia gani? Unaomba kitu gani ili Mungu asikujibu? Na Yesu anasema wazi, anasema lolote lile tutaomba, yeye yuko tayari na Mungu wetu wa mbinguni atayasikiliza. Soma Yeremia 33 mstari wa 3. Tusikie anasema nini. Yeremia 33 mstari wa 3. Nami nitakuitikia. Anasema tumuite muda wote, naye ataitika. Nami nitakuonyesha mambo makubwa usiyoyajua. Naye atatuonyesha mambo ya ajabu ambayo hatujawahi kusikia. Amen. Mungu anapotaka kukutumia, kitu cha kwanza ambacho tutajitoa ni maombi. Kwa sababu maombi yako yakilala, Mungu wako analala, unakuwa na Mungu wa Baali. Mtu ambaye aliye na maombi ya kiungu, ambaye amesimama, hawezi kurogwa na mchawi. Amen. Hawezi. Kwa sababu Mungu anakuwa masaa yote 24, anakulinda, anakupa nguvu, anakuonyesha jinsi utaendelea kuishi. Lakini ukishindwa na maombi, hautapata. Na ndio maana inasema, Isaya anasema kelele, maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Tukiwa tuko tayari kufanya maombi, kumwomba Mungu, kumtumikia Mungu, kitu ambacho tunatakiwa kukifanya ni kutubu.
kupata toba ya kweli. Kama watu walikuwa wanakukisia kwamba unafanya hiki, ni kukiacha, na ukikiacha moja kwa moja Mungu atakufanya kuwa kiumbe kipya. Kupitia maombi Eliya alipata ushindi. Kupitia maombi Eliya, wale manabii wote wa Baali wote waliuawa siku ile. Kupitia maombi kanisa likapata ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni kujiuliza, hivi mimi niko naomba, je, niko sahihi ama niko namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuona mfano wa watu wengine ambao waliomba. Paulo na Sila katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume 16:25 hadi 40. Kitabu hiki maandiko yanasema kwamba siku ile Paulo na Sila walikuwa katika gereza, wanasema usiku wa manane, Biblia inasema usiku wa manane walianza kuimba na kusali. Na wafungwa wengine walikuwa mule ambao walikuwa wamefungwa minyororo, wote walikuwa wamefungwa. Lakini usiku huo wakati walikuwa wakiomba na kuimba, tetemeko lilikuja likatikisa misingi ya gereza na milango ikafunguka. Amen. Na ilipofunguka, yule mlinzi alipoamuka, alipoona milango imefunguka, akashikwa na oga, ndipo akachomoa panga lake ili apate kujiua, kwa sababu aligundua kwamba wafungwa wote wametoroka, na kisasi ambacho atakipata, atafungwa miaka ama atauliwa. Alipochomoa mpanga Paulo mule gerezani, akasema, hapana, usijizuru wewe mwenyewe, hata sisi tungali humu ndani, bali tunasubiria taa kutoka kwa Mungu, ndipo tupate kuona mwanga. Amen. Yule askari aliposikia hivyo akakimbia mbio mpaka kwa wafungwa, akajiunga na wale wafungwa. Biblia inasema kwamba alianguka miguuni mwa Paulo. Haleluya. Amina. Na walipoanguka hivyo, walitoka wote wakaongozana mpaka kwake. Akauliza Paulo, ndugu zangu wazee, nifanye nini na mimi nipate kuokoka? Haleluya. Biblia inasema kwamba siku hiyo yeye aliokoka, yeye na nyumba yake. Kufika asubuhi, wale makuhani wakatuma ujumbe kwamba Paulo na Sila wafunguliwe, wawe huru. Lakini kwa sababu Paulo na Sila walikuwa ni wafungwa ambao walikuwa na jeuri ya neno la Mungu, wakasema, sisi hatuwezi kufunguliwa mpaka wale wakubwa wafike hapa. Kwa nini walitutesa, kutupiga, kutulaza pabaya, na sisi ni Waroma? Haleluya. Je, unaweza kufanya hili? Na Paulo hakukuwa Mroma. Haleluya. Kiburi ya neno la Mungu, kiburi ya maombi. Walipokuja wale wakuu, kitu cha kwanza waliwaomba msamaha na wakawaruhusu wakaenda zao. Amen. Hata na sisi tukiwa katika vifungo vya magonjwa, vitu ambavyo havieleweki, yeye tukimuita atakuja, atafungua, na sisi tutakuwa huru. Haleluya. Amina. Usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakiomba, milango ya gereza ikafunguka, walinzi wakaokoka, wakaleta familia zao kwa Kristo, na kanisa la Kristo likaendelea kuwa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na nafasi unaweza kusoma historia hiyo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 16 mstari wa 25 hadi 40. Taomba mtu mmoja tusomee kitabu chetu cha mwisho, Yakobo 5:16 hadi 17. Yes. Inasema kwamba tunapokuwa wa Kristo, tunapotaka kupokea roho wa Mungu ili tupate kuwa sahihi, kitu cha kwanza tuungame dhambi zetu sisi kwa sisi. Endelea. Akuombeana. Pia tuombeane. Ili tuponywe. Kuomba kwake mwenye haki wafaa sana. Kila mtu aliye na haki akiomba
ana maana, ana faida, akiomba kwa bidii. akiwa naomba kwa bidii. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Eliya alikuwa kama sisi, kama ilikuwa damu maji, alikuwa hivi hivi tulivyo. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Haleluya. Amen. Eliya alikuwa kama wewe ulivyo, lakini kwa sababu alikuwa na kitu ndani yake, aliomba kwa sababu ya matatizo ambayo walifanya katika Israeli. Mvua ikasimama miaka 3 bila kunyesha. Kitu gani Mungu alitaka wafanye? Alitaka kuonyesha ule ufalme kwamba hauna nguvu mbele za Mungu. Haleluya. Na wakati walipouliwa manabii wa Baali wote, mvua ikanyesha tena, watu wakapata chakula. Na sisi tutapata afya ikiwa tutaziacha dhambi zetu. Tutapata amani ikiwa tutatubu. Tutapata furaha ikiwa tutaacha matendo mabaya. Tutakuwa watu ambao wanalindwa na Kristo.